Kwa kweli kwanza tunamshukuru Mungu. Kwa kweli hali ya kikosi kiko vizuri kabisa baada ya mechi yetu ya mwisho. Kizuri zaidi ni kwamba hatuna injury, wachezaji wote wako salama na wote tulifika salama katika mji wa Babati na tuko tayari kwa ajili ya mechi ya nusu finali kesho. Tunajua haitakuwa mechi rahisi, lakini lengo letu ni kucheza finali. Kwa hiyo pamoja na ugumu wa mechi utakao kuwepo, lazima tupate matokeo kwa kwenda kucheza finali. Ngumu kiasi gani kwenu kuwakabili timu ambayo mmetoka kucheza nao siku 3 tu zilizopita na mkashinda bao 1-0, lakini kesho ni mechi nyingine tena kwenye mashindano mengine tofauti? Ni ngumu, ni kweli. Ukiangalia mechi baada ya siku 2 tumetoka kucheza nao na tuliweza kushinda kwa goli 1, tunakuja kukutana nao tena katika mechi ya nusu finali. Mchezo wa kesho ni mchezo tofauti kabisa na mchezo uliopita. Mchezo uliopita ilikuwa ni mchezo kutafuta pointi 3 muhimu. Lakini mchezo wa kesho ni mchezo wa mtoano wa kwenda katika finali. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa na approach tofauti kabisa na mchezo uliopita, lakini tunawaheshimu Singida, wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri. Pamoja na ubora wao, tunahakikisha tunashinda na kwenda katika hatua ya finali. Waandishi wenzangu, karibu. Asante mwalimu. Ndani ya siku 7 mechi 3 ambazo zina uzito wa hali ya juu, kwa maana tangu tarehe 25, tarehe 28, kesho tarehe 31, ni siku 7 ambazo zimekamilika. Na mechi zote ni mechi za kimaamuzi. Tumeona kwenye mechi mbili ambazo zimepita kufanya rotation yote kwenye kikosi cha kwanza. Mechi ya kesho pia ni mechi nyingine ngumu. Tutegemee kuona mabadiliko ya wachezaji ndani ya kiwanja, lakini pia msimu umetueleza kwamba mpo katika ujenzi wa timu. Katika ujenzi wenu wa timu tunaona mmefika mbali zaidi, kwa maana ya mpaka hatua hizi ambazo mmefika nusu finali kuelekea finali. Ni kweli kama ulivyosema kwamba ratiba ngumu ndani ya mechi ya siku 7, mechi 3, na siku zote nimesema kwamba hakuna mwalimu ambaye anapenda ratiba namna hiyo, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tumeamua kuifuata. Swala la rotation ni swala la maamuzi ya benchi la ufundi. Kitu kizuri kwetu sisi ni kwamba kila mchezaji yuko vizuri na kila mchezaji yuko kambini kama nilivyosema, na wote tuko hapa. Kwa hiyo tuna mazoezi ya mwisho leo kabla ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo benchi la ufundi litaamua ni nani ambaye atakayekuwa katika mchezo wa kesho. Sisi tunashukuru kwanza tunakuja kucheza katika mji ambao sio wageni tena, kwa sababu tayari tunacheza katika pichi ambayo tumetoka kucheza katika mzunguko wa pili wa ligi. Kwa hiyo sio wageni wa pichi, tumekuja katika sehemu ambayo tunaitambua. Nimeshasema toka mwanzo, jamani, Singida ni timu nzuri, ni timu ambayo ina wachezaji wazuri kama walivyoniambia. Kwa hiyo sisi tunasema pamoja na ubora wao na uzuri wao, tumejipanga na tumejiandaa kuhakikisha kesho tunashinda na kuingia finali. Karibu Mr. Reporter. Sawa. Mwalimu, kwanza hongereni. Asante sana. Mlikuwa kwenye mashindano matatu na shindano la kwanza mlifika hadi finali. Mpo kwenye ligi nafasi nzuri. Na sasa mpo nusu finali. Pengine nini malengo makubwa ya nusu ya yenu kama Simba, hasa katika shindano hili la CRDB Federation Cup? Ni kweli kama swali lako nafikiri linakuja pamoja na mwandishi mmoja aliuliza hapa kwamba tunajenga timu tunakwenda kwenye ubingwa. Kwa kweli tulikuwa tunajenga timu msimu, lakini malengo yetu pamoja na kujenga timu, benchi na wachezaji, tuliweka malengo kwamba lazima tuhakikishe tunapambana kupata makombe haya matatu. Lakini tayari moja tumekwisha lipoteza na tumepoteza katika hatua ya finali, lakini bado tuko katika resi ya NBC League na tunaendelea vizuri, na leo hii tunatafuta ile njia ambayo kwenda kutafuta ubingwa wetu katika ile kombe la 3 tulilosema. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha basi tumekosa moja, basi haya mawili yaliyobaki tuweze kuyapata, na sio kazi rahisi, lakini tumejipanga pamoja na ugumu utakaokuwepo tuhakikishe tunayapata haya yaliyobaki mawili.